Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ambavyo tumekwisha kusikia kupitia watangulizi walioongea kabla yangu, mada kuu ya kongamano hili inagusa moja kwa moja dhamira kuu ya serikali katika kuhakikisha kuwa elimu inakuwa nguzo ya msingi katika kujenga uchumi imara unaotegemea maarifa, ujuzi na ubunifu. Niseme Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imeendelea kutekeleza majukumu yake kwa kuzingatia msingi huo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia sera, sheria, miongozo na mikakati mbalimbali, wizara inajikita katika kuhakikisha kuwa mfumo wa elimu nchini unazalisha wataalamu wenye ujuzi, weledi na maadili. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sasa utekelezaji wa sera ambayo tunaifahamu sote kwamba ni sera ya mwaka 2014 iliyofanyiwa mapitio na ikatoka toleo la 2023 imeweka msukumo mkubwa katika kutoa elimu inayomwandaa kijana kuwa sehemu ya suluhisho la changamoto za maendeleo, hasa katika sekta za kipaumbele ambazo naomba kuzitaja kwa uchache, ikiwemo kilimo, nishati, afya, usafirishaji, viwanda, teknolojia ya habari na mawasiliano. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mujibu wa dira ya maendeleo ya mwaka 2050, dira 2050, Tanzania inalenga kuwa na taifa lenye ujuzi wa kati, uchumi wa kati wa juu unaoongozwa na maarifa, ujuzi na ubunifu na teknolojia. Hii inahitaji nguvu kazi yenye ujuzi wa hali ya juu katika nyanja zote. Ndio maana serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imeweka katika vipaumbele vyake swala hili la elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi kupitia VETA na pia kuboresha vyuo vya elimu ya juu kwa lengo la kuongeza ubora na ufanisi katika uzalishaji wa wataalamu. Tunapozungumza habari ya elimu ya amali, lengo kuu ni kujumuisha masuala ya ufundi na ufundi stadi na vijana waweze kupata ujuzi ambao wataweza kuutumia kujiajiri, kuajiriwa na kuajiri wengine. Tumedhamiria, tunaboresha elimu yetu.